الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أما بعد يكمشور الله سبحانه وتعالى نكمتكي رحمة بنمكن محمد صلى الله عليه وسلم. Niwakaribishe tena ndugu zangu wafuatiliaji wa darasa hii ya tafsiri ya Qur'ani, wale wanaotufuatilia kupitia magrupu yetu ya WhatsApp ya Al-Ilmu wal Amal, na wale wanaotufuatilia kupitia linki zetu za Telegram zinazokwenda kwa Ustadh Juma Farungu, na wale ambao wanatufuatilia kupitia YouTube channel yetu hii ya Farungu Online 2. Karibuni tena kwa mara nyingine, tukiendelea na sura Al-Hujurat, ambapo leo insha Allah tutaondokea katika aya ya 10, kama tunavyoanza kwa kusema a'udhu billahi minash shaitanir rajim, innamal mu'minuna ikhwa. Hakika si mengineyo waumini wote ni ndugu. Innamal mu'minuna ikhwa, hakika si mengineyo waumini wote ni ndugu. Fa aslihu baina akhwaykum, basi patanisheni kati ya ndugu zenu. Wattaqullaha, na mcheni Mwenyezi Mungu. La'allakum turhamuna, kwa ajili mpate kurehemiwa. Wanadamu wote wanatokana na Nabii Adam alayhi salam, lakini wanapotiliwa msisitizo wa udugu ni kwa vitu viwili: ima kuwa karibu kwa nasabu, kwamba mimi na wewe tumezaliwa na huyu, ama walionizaa mimi na waliokuzaa wewe wako karibu sana katika nasabu. Ikawa kama mimi na wewe nasabu yetu haiko karibu, kwa maana mimi na wewe hatukuzaliwa kutoka kwenye tumbo moja, lakini wengine waliotuzaa wametoka tumbo moja. Kwa hiyo wewe na mimi baba zetu ni ndugu, mama zetu ni ndugu, na hivyo itaenda mpaka itafikia mahala mimi na wewe tukihesabu watu 5 tunaenda kukutana na mtu ambaye udugu wetu unashiriki. Lakini fulani na fulani, ama sisi na fulani, mpaka tuje tukutane, ni safari ndefu kweli kweli. Kwa hiyo waumini wanakuwa ndugu ima kwa nasabu ya ukaribu kama hivyo, au kwa ukaribu wa dini wanakuwa ndugu. Ama mujarradi wa kuwa sote tumezaliwa na Adam, sisi wote ni ndugu, lakini kuna udugu wa ubinadamu, kuna udugu wa nasabu, na udugu wa dini. Hapa anaokusudia ni udugu wa dini, ndio anaposema innamal mu'minuna ikhwa, hakika si mengineyo waumini wote ni ndugu fi dini, katika dini. Fa aslihu baina akhawaykum idha tanazaa, basi patanisheni kati ya ndugu zenu wawili wakiteta. Katika hao ndugu mkawaona wawili wanateta, hao ni ndugu zenu, kwa hiyo basi wapatanisheni, wafanyieni suluhu. Wa quria ihwatikum, fa aslihu baina ihwatikum, kati ya ndugu zenu. Bilfawqaniyya, kwa maana ya yenye vitone viwili vya juu, badala ya yeye ihwai ikawa ni ihwatikum. Wattaqullaha, na mcheni Mwenyezi Mungu nyinyi wenyewe kwa wenyewe kukata udugu. Ama mnapowaona ndugu wanataka kukata udugu, wamegombana, wanaendelea kugombana, basi mcheni Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuleta suluhu ya haraka. La'allakum turhamuna, kwa ajili mpate kurehemiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na hakuna jambo muhimu kama kurehemiwa na Mwenyezi Mungu. Ukiambiwa utoe kitu chako chochote, ufanye juhudi zako zote, ufanye vyovyote upate kitu chochote, basi jaribu kugoma, lakini utakapotajiwa kupata rehema ya Allah, basi wewe hakikisha unakimbilia. Usithamini tena kitu chochote, usithamini tena jasho, usithamini tena taabu utakayoweza kuipata wakati unatafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala,
ama rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa tunapoambiwa kwamba tupatanishe kati ya ndugu zetu wanapokuwa na utesi kwa ajili tupate kurehemiwa, bila shaka ni jambo la umuhimu sana la kulikupia. Ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qaumun min qaumin, enyi ambao wameamini wasidharau jamaa kuwadharau jamaa wengine. Asa an yakunu khairan minhum, wenda wakawa hao wanaodharauliwa ni bora kuliko hao wanaodharau wenzao. Wala nisaa'un min nisa'i, wala wasidharau wanawake kuwadharau wanawake wengine. Asa an yakunna khairan minhum, wenda wakawa hao wanaodharauliwa ni bora kuliko hao wanaodharau wenzao. Wala talmizu anfusakum, wala msitiane aibu, wala msiaibishane. Wala tanabazu bil alqab, wala msitane majina mabaya. Bi'sal ismul fusuq ba'da al-iman, ubaya zaidi wa majina ni kuifaasi mtu baada ya iman. Fusuq, fasik, ni jina baya zaidi. Waman lam yatubna, asiyetubia, kama yuko mtu atafanya moja kati ya haya aliyokatazwa kufanya kisha yeye akaamua kuyafanya, basi mtu huyo asipotubia, faulaika hum dhalimun, awe ndio madhalim. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao wameamini. La yaskhar, al-aya nazalat fi wafdi Tamim hina sakhiru min fuqara'il muslimin ka'Ammar wa Suhaib. Asema aya hii sababu ya kushuka ni ugeni wa Bani Tamim. Walipokuja mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakakuta Mtume ana watu wake, miongoni mwa watu wake akawepo baadhi ambao hali zao mbaya za kiuchumi, mafakiri, kama vile Ammar bin Yasir na Suhaibu, alikuwa akimuita Suhaibu Rumi, na as-sukhriya kawaida, al-izdira wal-ihtiqar, ndio kudharau huko. Ukamwona huyu nini huyu naye pia yuko mbele ya Mtume. Sasa Mtume naye huyu kama ni mtume kweli, manzila yake aliyokuwa nayo, daraja yake aliyokuwa nayo, mbona anakaa na watu kama hawa? Na hii ni hali tuko nayo. Unakuta kuna mtu mwingine akishapata cheo, akapata daraja, hataki kukaa na watu dhaifu, kwa sababu atabezeka, ataonekana hana maana yoyote. Kama anakaa mpaka na fulani, huwe hana maana. Ili apate thamani yake, aendelee kukaa na watu wakubwa, aendelee kukaa na watu matajiri, basi ndio mtu kama ana kikao chake anakizoea kukaa, anakihama pia. Baada ya hapo anakuwa na maskani yake sehemu nyingine, kwa sababu pale wataniambia nini? Wale ni watu ambao hatufanani. Mtu anakuambia sio type yangu, maskani hii sasa sio type yangu, amekuwa na pesa. Hapana, katika sheria ya Uislamu haielekezi sawa. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, na hapo utakuwa umeingia katika ile kundi 100%, kwamba wewe umekuwa muhtali, mwenye kiburi, mwenye kutakabari, fakhur, mwenye kujifaharisha. Kwa wale walipowakuta wale jamaa, wakaona kwamba mbona huyu anakaa na watu duni hawa, wakawadharau. Lakini pia tunaelezwa kwamba katika Qurtubi, sababu ya kushuka aya hii, Ibn Abbas yasema ilishuka kumhusu Thabit ibn Qais ibn Shammasi, ambaye kana fi udhunihi waqrun, masikio yake kidogo yalikuwa mazito, yalikuwa mazito kidogo masikio yake. Sasa wa idha sabaquhu ila majlisi nabii sallallahu alayhi wasallama awsau lahu idha ata hatta yajlisa ila jambihi liyasma ma yaqul. Ikawa wale wakienda kwenye kikao cha Mtume sallallahu alayhi wasallam, basi wanamwekea nafasi ili akija yeye, hata kama kachelewa,
aingie pale kwenye kile kinafasi chake alichowekewa, awe karibu na mtume. Kwa hiyo mtume akisema lolote yeye anasikia, tofauti na akiwekwa mbali huko. Hakukuwa na vipaza sauti, mtume alikuwa anatumia tu sauti yake kawaida. Sasa yeye mwenyewe tokea hapo masikio mazito, alafu kakaa kule nyuma ataelewa nini? Kwa hiyo wakawa wale wapenzi wake wenye huruma wake, basi wenyewe wakifika pale wanamwekea nafasi, anakuja kukaa. Fakbala dhata yaumi, siku moja Thabit bin Qais akaja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, wakad fatatuhu min salati alfajri raka, na imemfutu katika swala ya alfajiri rakaa moja. Alipofika pale watu wako rakaa ya pili tayari, basi naye akaunga swala. Falamma sarafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallama akhadha ashabuhu majalisahum minhu, baada ya swala kuisha mtume alipokaa kama hivi, na wale maswahaba nao kila mmoja akachukua nafasi yake kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kama ilivyokuwa ada. Fasaffa kullu rajulin minhum bimajlisihi, kila mmoja akapanga safu kwenye majlisi yake yale. Wa'adhu fihi, na wakaumana. Fala yakadu yuwasiu ahadun li ahadin, hakuwa anaweka nafasi yoyote kwa ajili ya mwingine. Hatta yadhallu rajulu la yajidu majlisan, mpaka anakuwa mtu hapati pa kukaa. Fayadhallu qaima, wengine wakawa pa kukaa pia hawapati, kila mmoja kakaa nafasi, mwingine kasimama kabisa. Ukikaa wamkalia mwenzako mapajani, ukikaa wamkalia mwenzako kichwani, sasa baki mtu kasimama. Hali ikawa hiyo. Falamma sarafa Thabitun min as-salati, alipomaliza Thabit kuswali, takhatta rikaba an-nas, akawa anaanza kurukaruka na kuzikata shingo za watu kama ilivyokuwa ada yake. Wayaqulu, na anasema tafassahu tafassahu, jamani pisheni kidogo jamani, sogezeni kidogo. Basi wafassahu lahu, wakampisha wakamfanyia nafasi, hata intaha ila nabii sallallahu alaihi wasallam wa bainahu rajul, mpaka akafika karibu na mtume, ikawa kati yake yeye na kati ya mtume pana mtu. Kashafika karibu na mtume, lakini kati yake yeye na kati ya mtume pana mtu. Fakala lahu, akamwambia tafassah bwana, mpishe basi hapo kidogo. Kwa kuwa walishamzoesha maswahaba wenzake wanampisha na anaenda mpaka pale yeye karibu na mtume. Kwa hiyo hakuwa pia muoga kwenye hilo, hakuwa pia na wasiwasi kwenye hilo. Fakala lahu rajul, huyo mtu huyo wa leo ikawa sasa kidogo mambo ni mengine. Akamwambia kadi wajadta majlisa fajlis, hapo ndio mahali pa kukaa wewe, kaa hapo hapo patosha, ushafika. Kadi wajadta majlisan fajlis, ushafika kaa. Fajalasa Thabit min khalfihi mughdiban, Thabit akakaa pale nyuma, lakini ikawa siku ile hayuko vizuri. Thumma qala, kisha akasema man hadha, nani huyo? Qalu, wakasema wale watu wengine wa pembeni, fulan. Faqala Thabit akasema ibni fulana yuhiruhu biha, yani umman lahu fi jahiliya, sema mtoto wa fulani, mimi ni Thabit mtoto wa fulani. Akataja jina la mama yake ambaye wenyewe walikuwa wakimtajia, wakimwaibisha kwa jina hilo, kwa vile kwamba yule mtoto wa fulani, mtoto wa yule mwanamke mweusi, mtoto wa yule. Sasa na yeye akataja ile jina la mama yake yule ambaye wenyewe walikuwa wakimtaja nalo kama vile kumbeza. Fastahaya ar-rajulu, yule jamaa akaona haya, ndipo ikashuka aya hiyo, la yasharu qaumun min qaumin, isidharau jamaa kudharau jamaa wengine. Kwa hiyo qaumun ni jamaa, ay rijalun minkum, wanaume katika nyinyi, min qaumin, wasidharau jamaa wengine, asa an yakunu khairan minhum inda Allah, wenda wakawa ni bora kuliko wao mbele za Mwenyezi Mungu. Na hakuna ubora basi unaozingatiwa kama ubora wa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kweli unaweza kuwa bora kwa sababu una pesa, ukawa bora kwa sababu una nasabu nzuri, ukawa bora kwa sababu tu Mwenyezi Mungu amekuruzuku maumbile mazuri,
una rangi nzuri, mweupe, mnene, bonge bonge, mrefu, toli. Sasa ikawa hilo peke yake kwako wewe waona fahari. Sasa ukitembea mbele za watu huna haya, huoni aibu. Mimi kama mimi naonaje aibu kutembea mbele za watu? Mimi mrefu, mweupe, mnene. Mimi nina pesa, naonaje aibu kutembea mbele za watu? Mimi hapa mjini ndo alwatan, naonaje aibu? Alafu ikawa mtu mwingine, wewe pia watembea mbele za watu, wewe pia wasema mbele za watu, wewe pia. Maana yake kwa sababu yeye ana moja katika hayo ambayo uko na wewe hana. Sasa Mwenyezi Mungu asema hapana, inna akramakum inda Allahi atqakum, mbora wenu, mtukufu wenu ni yule mchaji wenu. Kwa hiyo utukufu utakaopigwa muhuri na Mwenyezi Mungu, kaambiwa huyu mtukufu, huo ndio utukufu bwana wa kujifakhiri nao, na sio utukufu ule ambao tunauona kwa macho yetu wa kupitia vitu na mambo mengine. Wa asa an yakunu khairan minhum inda Allah wala nisaa'un minkum, wala wanawake katika nyinyi wasije wakawajeruhi nisa'in, wake wengine. Asa an yakunna khairan minhunna, wala wakawa wanawake hao ni bora kuliko wale wanawake waliokuwa wanawadhuru wenzao. Wala talmizu anfusakum, la taibu, musiaibishe, musiaibishane, la taibu. Sawa Msitie aibu, fataabu, manake mkatia aibu nini? Nafsi zenu, mkatia aibu, mkatiana aibu wenyewe kwa wenyewe. Huyu ana hivi, huyu ana hivi. La yaibu ba'dhu, la yaib ba'dhukum ba'dha, nisiaibishe baadhi nyingine. Usione vile wale ni kadhaa, usione vile wale ni kadhaa. Kuna watu wana hiyo jambo, ndio kawaida yao tu, kutia kasoro watu, kutia aibu watu, kufichua yasiyojulikana. Simuone fulani yule bwana mwaka fulani alifanya hivi, mambo ya miaka hiyo, maskini watu wengine walikuwa hawayajui. Wewe kwa sababu hayajua hodari, basi wale wana hivi. Nyumba fulani ile waiona vile wale, na kuna hiyo tabia, njoo hapa, wajua wale bibi yao yule alikuja na miguu, yule bibi yao yule bwana alikuja na gari chuma, sijui nauli chuma. Hapo ukiambiwa hivyo kwenye mambo yao ukanda wetu wa Digo, ndio umemalizwa. Maanake kama umekuja na gari ya chuma, gari zote ni za chuma, za mabati, lakini ukiambiwa umekuja na gari ya chuma, kusudio sio ile gari uliyokuja nayo. Maana yake wewe ni manamba, ulikuja na treni kuja kulima mponge, babu yako, bibi yako. Alafu tuenda wapi? Faida yake ndio nini? Leo hii pengine wewe aliyekuja na gari ya chuma kwa istilahi kama hiyo, anaswali swala 5. Wewe umekuja hapa umezaliwa, hukuja na gari ya chuma wala hukuja na gari ya matairi, uswali hata swala moja. Alafu wategemea kuswali nini? Kuzaliwa kwako hapa kuna faida gani kumshinda yule ambaye amekuja na hiyo gari ya chuma? Inna akramakum indallahi atqakum, huyu basi ni bora kuliko wewe. Kwa pia tuendelee na mambo yaliokuwa mambo mazuri ambayo yana faida kwetu sisi, sio mambo ambayo wala hayana faida yoyote. Inna, watu waliokuwa barabara ni watu wanaosema innal fata man yaqulu ha anadha, kijana ni yule asemaye mimi niko hivi. Walaisa alfata man yaqulu kana abi, si kijana barabara wa kuzingatiwa na kupigiwa mfano anasema baba alikuwa hapa mjini ndio yeye mwenyewe, baba alikuwa hivi. Sema hanadha, mimi nina hiki, mimi niko hivi. Ama mwingine asema kadista taakhara alaqwamu wama qasadu na ila almakarimi waktatafu bikana abi, watu wamechelewa, wamebaki nyuma, mambo ya umuhimu ya kufanya hawakuyafanya, wakawa wao iktatafu bikana abi, wametosheka tu na baba alikuwa hivi, baba alikuwa hivi. Baba alikuwa muadhini. Sasa kama baba alikuwa muadhini, msikiti huu ulikuwa baba ndio muadhini peke yake, baba alikuwa ndio mtiaji maji, baba alikuwa sijui ndio mfagiaji msikiti huu. Ndio mmoja katika wasemaji ambao wao wametazama busara ya maneno wakasema inna wa in ansabuna karumat lasna ala al-ahsabi natakilu nabni kama kanat awailuna tabni wa naf'alu fawqa ma fa'alu. Na haya ndio mambo sasa ya kuzingatia kila mmoja wetu. Asema inna wa in ahsabuna karumat, sisi hata kama nasabu zetu zimekuwa tukufu, baba yetu alikuwa mkubwa hapa mjini, baba yetu alikuwa na nafasi hii,
lasna ala al-ansabi nattakilu, hatutegemei nasabu. Tunaacha nasabu kama zilivyo. Nabni kama kanat awailuna tabni, tunajenga kama walivyokuwa wa mwanzo wetu wanajenga, kwa maana tunafanya yale ambayo waliyafanya, tunawakia pale walipoishimiza tunafanya. Sisi tukitafuta manzila tunatafuta manzila yetu ya kujitegemea, kisha basi wanafaalu fauka ma faalu, na tunafanya zaidi ya walivyofanya. Kama baba alijitahidi mpaka akakabidhiwa msikiti kuadhini, mimi sasa nataka nijitahidi mpaka niwe imamu kwenye msikiti huu au mwingineo. Kama baba alikuwa yeye anaswalisha hapa, mimi nataka kuwa shekhe, sasa nitoe mawaidha hapa au sehemu nyingine. Wanafaalu fauka ma faalu. Hiyo ndio busara ya kijana na ndio busara ya mtu. Na watu kama wote watakwenda katika system hii, basi utakuta dunia nzuri kabisa. Hakuna fahari za ovyo, kwa sababu huyu kijana anayejijua ni aliwatani hapa mjini, lakini atakuwa mnyenyekevu kwa mwenzake baada ya kuona tu mwenzake ana jambo amemzidi. Na huyu naye ataona pamoja na kuwa mimi nimemzidi huyu bwana huyu, lakini huyu bwana naye ana jambo fulani. Tawadhu. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema nyenyekeaneni, hatta la yabghi ahadun ala ahadi wala yafkhara ahadun ala ahadi. Nyenyekeaneni mpaka asifikie mahala kudhulumu mmoja kumdhulumu mwingine, wala kujifakharisha mmoja kujifakharisha dhidi ya mwingine. Ni baada ya kuwa kila mmoja anatambua nafasi yake, lakini pia akatambua nafasi ya mwenzake. Na katika mambo muhimu sana ambayo tumeyakosa Waislamu na wasio kwa Waislamu kwa ujumla binadamu, lakini tunazungumzia Waislamu maana ndio sheria yetu imetulinda na tunataka tuende tukapate manzila yetu. Tumesahau sana kuona nafasi ya mwenzako. Yaani kila mmoja anaona nafasi yake kuliko ya mwenzake. Ndio maana kuna jambo kidogo akihisi amekosewa, mtu anaumia sana. Mimi basi mimi. Ana nini? Ana sio nzuri. Sawa? Ana sio nzuri. Kwa hiyo wewe ukiona kwamba mwenzako nafasi yako hakuiona, wewe angalia ile ya kwake ione, alafu muheshimu. Yeye si hakukuthamini, hakukuheshimu kwa sababu nafasi yako hakuiona, wewe ione. Sasa yeye akiwa ni kipofu, haoni heshima yako, haoni thamani yako. Wa man kana fi hadhihi dunya ama fa huwa fil akhirati ama wa adallu sabila. Kama haoni hapa, kuna mengi sasa mazuri ambayo kule atatakiwa yaone, hata yaona. Si haupenda huyu upofu, si haoni haki yeye, basi hata kwenda aona. Kwa wewe msishirikiane, msishindane. Hakuthamini wewe mthamini. Akikuona mahala hakuanzi salamu, wewe mwanze salamu. Maana kuna mwingine kuwa tu ana tabia hiyo, tabia yake ngumu kabisa. Lakini wewe nenda naye hivyo hivyo. Wala tanabazu bil alqabi, wala msiitane majina mabaya. La yad'u ba'dhukum ba'dhan bilaqabi yakrahuhu, asimuite mmoja wenu au baadhi yenu kuita baadhi nyingine kwa lakabu ambayo anaichukia. Wamenuna ni katikazo ya fasiku ya kafiru. Lakini mbali ya fasiki na kafiru kuna majina mengine mtu anaweza kupewa kama mwenyewe alitaki tu. Ukigundua kwamba ndugu yako halipendi, basi usimuite hilo jina, na hapo ndugu yako huyo atakupenda na mtapendana. Ukikazana na jina ambalo ndugu yako halipendi, hakikisha kwamba huyo si ndugu yako tena, huyo ni adui yako kwa namna yoyote. Kuna jina ambalo aitwa na watu au umeanza kumuita wewe na halipendi lakini bado unalo, wewe ujue ni adui yako. Mapenzi yake hata kama anakuona na kusalimia na kuitikia ukimsalimia, lakini ujue moyoni mwake haumo. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambiaje? Thalathun yusfina laka wudda akhika, thalathun yusfina laka wudda akhika, tusallimu alayhi idha laqita wa tuwassimu lahu fil majlis wa tad'uhu bi ahabbi asma'i. Mambo matatu yatakusafishia mapenzi ya ndugu yako. Ukimwona ndugu yako akuchekea, ujue akuchekea kweli, hakuna kona hapo ndani, lakini kwa sababu ya mambo hayo matatu. Kama hayo mambo matatu hayapo, hata ukamwona mwenzako kuchekea, ujue anakuchekea uongo. La kwanza, tusallimu alayhi idha laqita,
tabia ya kumuona mwenzako ukamwanza salamu ni nzuri sana, inapendeza, inafurahisha. Mahma kana, awe mdogo awe mkubwa, ukipata upenyo wa kumwanza wewe salamu mwenzako muanze. Adabu za salamu zipo, zimewekwa, lakini wewe kama utamuona mwenzako, wewe tafuta hizi pupia. Alafu jambo jingine, wa tuwasi'u lahu fil majlis, mmekaa sehemu kama hivi, akija karibu bwana, sogea kidogo, na yeye anakaa. Ziko hadithi zinakataza ili watu wasije wakafikia mahala wakafanyana utumwa na nini, kwa sababu kishakuwa umezoea kwamba wanyanyuka wewe akae mtu mwingine, yaambiwa hii itasababisha baadaye kufikia mahala wengine kuwa ni mabwana, wengine ni wa. Kwa hiyo ili kama huyu ni mtu ambaye wampenda, ni mwenzako, ni rafiki yako, ni mtu ana manzila, lazima akae karibu na yeye, basi sogea kidogo, bananeni, kuonyesha ule utu na ubinadamu wenu. Lakini ile mara nyingine haina sura nzuri, pia yaweza kupelekea maana ya kumsusia mtu. Huyo amekuja huyo, ngoja niondoke. Umeona? Kwa hiyo waweza kuona wapishwa, kumbe wasukumizwa. Sawa? Ndio hata kuna watu wengine ambao ni hodari wa kusema, ukimkaribisha, ukimwambia karibu ule, mwingine akwambia basi bwana, mimi kama ni karibu nile, basi mimi nimeshiba. Kwa nini? Sababu niambie karibu tule, na ukiniambia karibu ule, maana yake nikija mimi kila wewe ondoka. Basi bwana. Unaona Kwa hiyo kuonyesha kwamba jambo lataka kama ndugu yako umshirikishe kwenye jambo, sio muachie yeye. Kwa sasa watu wasi'u lahu fil majlisi, kumfanyia nafasi mahali pa kukaa, ni katika mambo yatakayofanya ndugu yako awe anakupenda sana vizuri tu, mapenzi yake ni ya ukweli. Na jambo la mwisho, wataduhu biahabbi asma'ihi, na kumuita kwa jina analolipenda zaidi. Ahabbi imekuja katika uzani wa ismu tafdhil. Maana yake kuna jina unalipenda, lakini kuna jina unalipenda sana, basi lile ambalo unalipenda sana mtu akikuita wasikia raha kabisa. Kwa hiyo ukimgundua mwenzako ana majina mawili ama matatu, ema yote akapewa na wazazi wake, lakini lile moja alipenda sana, muite hilo. Sawa? Mtu anapenda bwana kuitwa Sharifu, kuitwa Muazzam, kuitwa mtukufu, kuitwa kaka, kuitwa mjomba, kwa msalimia tu mzee shikamoo. Mzee ndo nini bwana? Kwani mimi unijui kwa wewe ni nani? Wengine wanaulizana hivyo. Samani msamee mjomba bwana. Haya. Basi mjomba shikamoo. Mara wapi mama kwa jambo, habari za huko 500 pia waipata. Majina tu saa nyingine za kutajina tu lile likawa linakupeleka mbali kabisa, mambo yanakwenda. Sasa leo wewe mwenzako ana jina lake la ovyo ovyo kapewa, na wewe ukifanya hivi unalo, unatengeneza matatizo, hakuna mapenzi hapo. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sio kwamba ni mambo ya mtume tu kwamba tujipendekeshe kwa ndugu zetu kwa kuwaita majina mazuri, bali pia ukilifanya hilo wapata dhambi, kwa sababu Mwenyezi Mungu katukataza, wala tanabazu bil alqab, msiitane majina mabaya. Sawa sasa kuna watu wamefikia mahala wanaitana majina mabaya, wengine wanaitana sijui makorokoro, wengine sijui manyuna mwiko, wengine manini utopolo, yote majina mabaya hayo. Hayafai kuitana. Na majina haya wengine kwa sababu ya nini tu wameingia kwenye ule upenzi kwenye moyo, mtu anajisahau kabisa. Ndio juzi na kulikuwa na sehemu nazungumza, nikasema kuna mtu wallahi afikia mahala kwa sababu ya haya mapenzi haya ya ovyo ovyo haya yameingia kwenye kichwa, hajui pia anaongea nini wala anaongea na nani. Juzi tu hapa kama wiki moja na nusu hivi kabla ya Ramadhani, mtu mmoja amejenga nyumba kwa ajili ya mzazi wake. Basi nyumba ile anaenda kumkabidhi mzazi wake, waandishi wa habari wapo wanaenda kutafuta ugali wao pale, wakawa wanaandika nao na kurekodi bwana. Vipi? Ulizwa hivi kijana ambaye tena ana jina la Kiislamu, tena la Muislamu ambaye alikuwa madhubuti, Al-Layth bani Ghalib, Simba wa bani Ghalib.
Sayyidina Ali ibn Abi Talib alikuwa kitwa Simba yule jamaa, sio mchezo. Simba hivi. Leo aulizwa kwa nini ni mama ndio umemjengea nyumba? Ajibu, umemjengea mama kwa sababu, sema maneno yake, lakini sema unajua kwa nini baba amechelewa kula matunda yangu? Kwa sababu wenzake mama alipochagua kuwa shabiki, yeye akachagua kuwa kolo. Kwa hiyo atakula ukolo wake. Haya maneno yanajibiwa mzazi haya. Mzazi. Ndio maana kama mtu una jambo la kulitia kwenye moyo litie, ili moyo usije ukaingiza matakataka haya. Hayo ni sababu ya moyo uliuacha ukaingia matakataka. Kwa hiyo sasa yale matakataka ndio yanakupelekesha hivi. Huyo kama mbaba ambaye ni baba mzazi, ambaye alioa mama, ukazaliwa wewe. Ndio wale ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam aliambiwa na Sayyidina Jibril, sema amin. Akasema amin. Lakini sema amina hiyo kwa sababu gani? Aliambiwa mtu wa kwanza kabisa, kama mtu amediriki Ramadhani na hakupata sababu ya kusamehewa, akifa mtu huyu, abadahu Allah, Mungu amweke mbali na rehema. Sema amin. Mtume akasema amin. Mtu wa pili aambiwa kama mtu umetajwa wewe alafu hakukusalia, Mwenyezi Mungu amweke mbali na rehema yako. Sema amin. Mtume akasema amin. Mtu wa tatu ni mtu ambaye amewadiriki wazazi wake wawili alafu hakupata pepo kwa sababu ya wazazi wawili wao. Hakufanya mambo ambayo yatamsababisha apate pepo. Mwenyezi Mungu amweke mbali na rehema yake. Sema amin. Mtume akasema amin. Wakati anasema vile watu hawajui kwa sababu gani, apanda juu ya mimbari kila kidando kimoja asema. Mmoja asema mpaka vitatu. Baada ya kumaliza hapo ndio maswahaba walipomuuliza, mbona umesema amina leo kila ukipanda ngazi wasema amina? Mpaka akamfafanulia amina ya kwanza ni, amina ya pili, amina ya tatu. Kwa hiyo amina hii ya kwamba kama mtu amewadiriki wazazi wake wawili na hakupata pepo kwa sababu ya wazazi wake wawili hao, Mwenyezi Mungu amweke mbali na rehema. Unafikiria mzazi wa namna huyu inaweza kuwa sababu ya kupata pepo mtoto huyu? Mzazi ambaye si mara moja si mara mbili kwenye mambo hayo anasikika akizungumza maneno ambayo kuonyesha kwamba hamridhii mtoto wake anachokisema, na mtoto ambaye ushajua kwamba nikitupa dongo kumbe lampata baba. Hata siku moja nikakuta, kwa hiyo kama anasema sisi ni ani zake, maana yake paka mimi ni ani wake. Mzazi anauliza, kwa hiyo mimi pia ni ani wake? Kumbe naona haya madongo nikiyatupa mbali hivi yampata vibaya, mara lampata kwenye bega, mara lampata kwenye nini, na mimi sitaki hivyo. Ndio leo anasema kabisa baba atakula ukolo wake. Waandishi wanarekodi alafu wanatupa kwenye mitandao, anasikia yule mzazi. Kwa hiyo baba yako ushamuita kolo hapo. Mwenyezi Mungu asema wala tanabazu bil alqab, msitane majina mabaya nyinyi wenyewe kwa wenyewe, wamuita baba hasa aliyekuzaa. Kuna pepo hapo? Kwa hiyo Mwenyezi Mungu, lakini yote ni saa nyingine pia kukosa darasa. Tujitahidi watoto wetu wapate darasa. Maana watoto wadumu katika madrasa mpaka wafahamu Mungu nani, mzazi nani, jamii ni ipi. Vinginevyo jamani tutakuja kukuta mtihani. Wala tanabazu bil alqab, msitane majina mabaya. Bisalismul fusuqu, jina baya kabisa almadhkuri litajwa min as-sukhuriyati wal-lamzi wat-tanabuzi. Al-fusuqu ni muasi baada al-iman, badal min al-ismi liifadatihi annahu fisqun litakarrurihi ada. Sawa, maana fusuqu, mtu akitwa fusuqu ni jina baya kweli kweli. Waman lam yatub min dhalika faulaika humudh dhalimuna, na ambao na yoyote ambaye hatatubia kutokana na makosa kama hayo. Kwa mfano kama kijana wetu huyo, kama hatokaa siku akamlilia Mungu wake kwamba mimi lile ndio nilifanya nikosa, akaendelea kufurahi na kuenjoy maisha, ataenjoy maisha. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipomzungumzia mtume wake siku moja, wakati watu wanakuja kumuomba udhuru, hawakwenda vitani, alafu sababu zao ni za uongo, wanakuja wanaapa, wallahi mimi mwanangu alikuwa umwa, wallahi mimi siku ile nilikuwa sina pesa, wallahi mimi ngamia wangu alivunjika mguu ndio maana sikwenda. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaambia sawa, nenda.
mwingine naye hasa wanenda, mwingine sawa nenda. Mwenyezi Mungu asema yahalifuna lakum litardhaw anhu, hawa wanakuja kwako kuja kukuapia na udhuru wa uongo ili uwaridhie. Fa in tardhaw anhum, kama nyinyi mtawaridhia, fa inna Allaha la yarda anil qaumil fasiqin, Mungu hawaridhii. Kwa hiyo hata kama utawaridhia, kwa hiyo pengine huyu baba huyu inaweza kwa siku tumeenda na kidude cha kumdanganya, muelekee sana Mungu kwenye hili kuliko hata huyo baba. Maana atapokea kile kidude kwa sababu tu watu wasema maskini akasiriki. Inawezekana yule baba anafanywa hayo yote alafu bado kesho kutwa mwenyewe katulia, umeona, kwa sababu maskini akasiriki. Lakini Mwenyezi Mungu yeye analichukulia jambo akiliona ni zito, anachukulia kwa uzito wake. Kwa tuwe makini sana na maneno yetu na matendo yetu na vipato vyetu. Na ndio hawa watu tulioambiwa kwamba kuna watu hakiwatengenezi wao ila ufakiri, ukiwatia utajiri umewaangamiza. Kuna watu hawatengenezi wao ila utajiri ukiwapa maskini. Kwa hiyo baada ya kupata kitu tayari baba pia ni polo. Haya. Waman lam yatub faulaika humudh dhalimun, wasiotubia baada ya kufanya makosa kama hayo, hao ndio madhalim. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao wameamini, ijtanibu kathiran minadh-dhanni, jiepusheni na nyingi katika dhanna. Inna ba'dha dhanni ithmun, hakika baadhi ya dhana ni madhambi. Wala tajassasu, wala msichunguzane. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, wala isisengenye baadhi yenu baadhi nyingine. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita, je, anapenda mmoja wenu kula nyama ya ndugu yake aliyakuwa amekufa? Fakarihtumuhu, mmelichukia hilo, basi chukieni na hili la kusengenya. Wattaqullah, na mcheni Mwenyezi Mungu. Inna Allaha tawwabur rahim, hakika Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kukubali toba, mwenye huruma. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao wameamini, mtanibu kathiran minadh-dhanni, jiepusheni na nyingi katika dhanna. Inna ba'dha dhanni ithmun ay mu'thimun, baadhi ya dhana ni zenye kutia katika madhambi, zinapatisha madhambi. Wa huwa kathiru kadhanni su'i bi ahli alkhair, kama kudhania dhana mbaya kwa watu wa khairi. Mtu wa khairi ukamdhania dhana mbaya ni dhambi. Minal mu'minina, miongoni mwa waumini, wa hum kathiru, nao ni wengi. Bikhilafihi, kwa kinyume cha hiyo dhana mbaya. Bilfusaki, kuweza kuwadhania watu mafasiki. Kama ni dhana mbaya ukamdhania mtu fasiki ambaye tokea hapo unamuona ni mlevi alafu wamuona atoka baa, yeye mwenyewe ni mtu anakunywa pombe. Sasa ukimuona anatoka baa, moja kwa moja utasema yule atoka kulewa. Umeona? Ni mtu ambaye ana kawaida labda ya kunywa pombe, alafu wamuona sijui aanguka, utasema yule kalewa kaanguka, waweza kumwacha pia. Haya, ni mtu ambaye anajulikana habari yake, sawa, alafu wamuona ameongozana na mwanamke usiku mahala fulani, sema hapo mambo yamekwisha. Umeona? Lakini basi kila mmoja Semaje? Kwa hiyo ala kulli hali kila mmoja ana dhana yake, sawa. Tujitahidi kuwa na dhana nzuri, kwa sababu baadhi ya dhana zinapelekea watu kupata madhambi. Asema bikhilafi bilfusaki minhum fala ithma fihi, ukimdhania mtu muovu dhana mbaya upati dhambi. Fi nahwi ma yadhharu min, katika mfano wa yale ambayo yanamdhihirikia. Wala tajassasu, wala musichunguzane. Udhifa minhu ihda ta'ain, imeondoshwa tee moja hapo, ilikuwa ni wala tatajassasu, la tattabi'u awratil muslimina, musifuatie aibu za Waislamu, ukaanza kumfuatafuata fulani ana hivi. wa ma'aibihim, na aibu zao, bilbahthi ana, kwa kuzichunguza,
sawa. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, wala isisengenya baadhi yenu baadhi nyingine. La yadhkuru bi shay'in yakrahu, asimtaje mtu kumtaja mwenzake kwa jambo ambalo analichukia. Wa in kana fi, hata kama ni kweli. Wa in kana fi, hata kama ni kweli. Na ndivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipozungumzia habari ya kusengenya, aliulizwa, je, kama huyo naye zungumza kumhusu yeye ni kweli? Akasema, ikiwa ni uongo umemzushia, ikiwa ukweli umemsengenya. Kwa hiyo hakuna kheri yoyote katika kumzungumza mtu na jambo baya. Mwenzako akiwa na jambo ambalo halipendi, usikae ukamzungumza. Ikiwa hilo jambo asilolipenda analo kweli, ukilizungumza huku umemsengenya. Ikiwa hana, ukimzungumza itakuwa umemzushia, na yote ni mabaya hayo. Ukimzushia, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja akakataza mambo yenye kuangamiza, akawatajia watu. Baada ya kuyataja ilipofika ili la kuzusha hili, wenyewe wanatuambia wataalamu, alikuwa akakaa kuchegemea, akakaa vizuri hivi, alafu akasema waqaulu zur, waqaulu zur, waqaulu zur, akalirudia mara 3 katika mambo yanayoangamiza na neno la uzushi. Na leo hii dunia hii kukatakata ndio kwenyewe. Atakatiwa mtu, atakatiwa fulani, atazushiwa huyu, atazushiwa mpaka mwisho. Watu wakichoka kuzua wataendeleza maneno tu. Ilikuwa watu wana kawaida ya kuzua maneno. Kuna mtu wa Muumiani amefukuza watu, kila siku Muumiani huyo akimbiza wanawake, alafu wanawake hawapati, kwamba wanawake wa ukanda wetu wana mbio kushinda mtu yoyote. Kashajipanga, mimi kaskazini nataka nikatoe macho ya watu, nikakate vichwa vya watu labda sehemu fulani, lakini atakaa huyo mpaka msimu utaisha. Juzi kamkimbiza mkaza fulani kamkosa, juzi fulani naye alikuwa kaenda sijui na kuni zake kamkosa, mpaka kazi itaisha hivyo hivyo. Ana marasta huyo kweli, tumemwona ana marasta, lakini hamshiki mtu. Umeona huo ni uzushi, haufai. Sasa juzi umezua, leo umepokea simu karibu 40 hapa, mwalimu wetu kuna nini huko, mwalimu nasikia, mwalimu na wengine ambao tia saini, wengine wavuvi ambao sio wameona. Leo uone jua limegandana na mwezi kuanzia saa 12 magharibi mpaka saa 6, bado uko baharini tu. Ujipendi wewe, unaroa maboksi. Ungevua sasa, wala usipige simu hapa nyumbani wala wapi. Lakini ndio wakauli nzuri, maneno ya uzushi. Jua alikuzama leo, sijui paitwaje. Jua lisizame, alafu ulizeni wenzenu kule, kuna kijiji ambacho kilikufa hapo Gombera hapo katikati hapo, kilikufa. Matukio yalipotokea hayo tu, na sio kama ilibaki hivi. Baada ya kutokea, yule mtu wa kwanza kwenda kuona, jamani, mbona huku bado, karudi mbio kaenda atawazia, watu wamekusanyika, watu mpaka jambo lilipokaa sawa, watu waliama ule mji. Leo jua likae, ambapo alijazama kuanzia saa 12 mpaka saa 6 za usiku, alafu watu wamekaa, watoto wapiga kula dafu, wengine waswali tarawih, wengine wacheza bao. Jamani, muogopeni Mungu. Kama mwayataka, kwani Mungu si muda ukifika tu. Muda ukifika Mungu atayaleta hayo. Kama watu wanataka mambo yaje haraka haraka, watu waondoke hapa. Haya, lakini shali ni kwamba wewe unayetaka kiama cha mbio umejiandaa na nini? Maana wote watu wanakwiru na kiama, wanaamu nacho kweli kweli. Mwenyezi Mungu tuhifadhi. Ukiondoka ndipo kije, maana kiama kina shughuli ndefu. Imani yako pia iko mkononi. Kama itafikia kiama kiko karibu, wewe hujakufa. Yaani wale ambao watafikishwa siku za kiama ni watu ambao pia wako kwenye mtihani. Yaani kule kufika mpaka kiama kesho, wewe bado uko duniani, nao ni mtihani mwingine mkubwa, wala Mungu asifikishe huko. Kama leo hii ajashia haji na fimbo wala na bakora wala haji na panga, akikupa kisafuleti kimoja tu cha unga umeenda. Kesho aja Masihi Dajjal, vyakula anavyo na upanga anao, akwambia niamini mimi kama wataka, kama utaki na kuua. Utapona wewe? Huyu Shia ambaye akuacha kwamba usipomwamini basi akuacha na njaa yako na ujinga wako yameisha, na watu hawasalimiki. Je, huyu Dajjal atakayekuja ana upanga? Ni mtu kakaa hivi tu afanya mambo ya kwamba kiama kije leo. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, isisengenye baadhi yenu baadhi nyingine. La yadhkuruhu bi shay'in yakrahuhu wa in kana fihi ayuhibbu ahadukum, hivi anapenda mmoja wenu an yaakula lahama akhihi maita,
kula nyama ya ndugu yake aliyakuwa ni mwenye kufa, bitakhfif wa tashdid, maitan wa mayitan, ai la yahsunu bi, hakuna mtu ambaye anakaa kabisa la yuhsin, jambo hilo hali nzuri au la yahsunu bi, hali nzuri kwake, kwamba mtu awe anatamani kwamba apewe nyama ambaye ndugu yake kafa alafu apewe ale na akala, hawezi. Fakarihtumuhu, basi mumelichukia jambo hilo nyinyi. Ai faghayatu faghtiyabuhu, kumsengenya ndugu yako fi hayatihi, akiwa yuko hai, kaakli lahamihi baada mamati, ni kama vile kula nyama yake akifa. Sasa je, wapenda? Wakad urida alaikum athani, ili la pili la kula nyama yake limeembezwa kwenu, fakarihtumuhu, kalichukia. Fakarahu alawwala, basi lile mwanzo la kusengenya pia lichukieni. Wattaqullaha, mcheni Mwenyezi Mungu, iqabahu, ogopeni adhabu zake, filihtiyabi, katika kusengenya, bi antatubu minhu, kwa kutubia. Inna Allaha tawwabun qabilu taubati taibin, hakika Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kutubia, maana yake ni mwingi wa kukubali toba. Qabilu taubata taibin, ni mwenye kukubali toba ya wenye kutubia. Rahimun bihim, ni mwenye kuwahurumia. Tuishie hapa, wallahu wa rasuluhu alam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.